Karibuni kwenye kipindi chetu cha Wadada Center, na leo tupo na dada Halima hapa. Amemaliza mkataba wake wa pili. Hongera sana dada Halima. Asante sana. Na umeshaanza mkataba wa 3, si ndio? Ushamfanya kazi mwezi. Na mwezi mmoja sasa. Hongera mno. Asante. Bado hujafikia malengo yako? Bado nipo na nyie. Unatafuta milioni 10 nini? Mpaka nihakikishe nimefika pale ninapopatarajia. Hongera mno. Na umekuwa na consistency kubwa. Umefanya kwa mwajiri mmoja na umerenew mkataba wako wa 3. Unaweza kutuambia siri labda inayokusababisha mpaka wewe umeweza kumaintain na bosi wako akakubali kurenew mkataba 2 sasa? Yaani jumla sasa itakuwa mikataba 3. Siri yako ni nini? Siri ni ile tu, kujituma, kufanya kazi kwa bidii, heshima unapokuwa kazini. Yaani siri sio kubwa. Siri ni ile sema hizi ambazo watu wengine hawataki kuzi. Kwa hiyo ya kwanza umesema ni nini? Ya kwanza, siri ya kwanza ulihitaji? Kujituma. Yaani na hiyo ni namba 1 kabisa. Mtu afanye majukumu yake. Siri yako ya pili? Siri yangu ya pili, naipenda sana kazi yangu. Kuipenda kazi yako. Ya 3? Yangu ya 3. Ya 3 ni kutimiza majukumu yangu kwa wakati. Kuyapangilia. Maana unajua hii kazi bila kupangilia, unaweza kuona kama vile kazi ni ngumu. Lakini sio ngumu. Ukiweza kupangilia tu kuanzia asubuhi mpaka jioni kazi zangu, sio ngumu. Ni majukumu yale tu kama nyumbani kwetu. Okay, na utuambie kabisa na level gani ya dada ambayo upo? Smart dada. Sasa kwa ambao watasikiliza hiki kipindi kwa faida yenu, huyu alianzia kwa smart ya 200,000, si ndio? Lakini baadaye baada ya mkataba kuisha ndo ukaja mkataba wako wa pili ukalipwa 300,000. Ndio. Tena kwa kusaidiwa na kituo hiki, kwa sababu nakumbuka mimi ndo nilikuwa attend baada ya mkataba wako wa kwanza. Wewe ni mtu ambaye uliendelea na bosi wako bila kurenew. Uliposikia mishahara imekuwa mikubwa huku na unataka pesa, ukarudi kituoni, nakumbuka, si ndio? Na tukasimamia ukalipo kuanzia pesa zako 300,000 za nyuma, sio tu hata za pale ulipoanzia. Kwa hiyo ya nyuma. Okay, kwa maana yake ulipata shilingi ngapi? 1,100,400. Hela nyingi. Lakini mkikaga huko ndo mnakisahau kituo chenu. Wala hatuwezi kusahau. Wewe ulikisahau bwana kipindi kile. Wewe kipindi kile ulikisahau. Sikusahau, nisema tu yani bosi wangu alisafiri. Basi. Lakini kilichokukimbiza zaidi kuja huku ni nini? Si 300,000? Hapana, kwanza nilikuwa sijui hata kama mshahara umepanda. Ni vile tu siwezi kusahau hiki kituo. Kwa hiyo ikabidi urudi. Ikabidi nirudi. Haya, basi sawa, karibu. Mimi nimependa hivyo vya kwako ulivyosema kama siri ya kukusaidia, lakini naamini on top ya hivyo vyote ulivyovisema, nidhamu ni kitu ambacho kinayabeba hayo mengine yote. Kwa sababu kama usingekuwa na nidhamu, kiukweli mimi nimeshuhudia hapa wadada wengi ambao wana bidii, wanafanya kazi vizuri, wanatimiza majukumu yao kwa wakati na bado wakashindwa kufikia malengo yao ama wakakatisha mikataba kwa sababu ya nidhamu. Lakini wewe kwako kwenye follow ups zote ambazo nimekuwa nikizifanya, madam hajawahi kucomplain kabisa. Hata kwenye issue yoyote yani inayokuhusu hajawahi. Yani kwamba sijui kuna changamoto, siku zote anasemaga anaendelea tu vizuri, hamna changamoto yoyote labda kwa upande wake. Kwa hiyo labda utuambie tena kwa ufupi kwamba wewe ulikuwa na malengo gani kipindi ambacho unakuja kwa mara ya kwanza kabisa Wadada Center? Kwa mara ya kwanza kabisa kabla sijafika hapa, kuna biashara nilikuwa naifanya. Okay. Nilikuwa na restaurant yangu. Kutokana na changamoto za kimaisha ikawa imekufa. Okay. Kwa hiyo baada ya kufika hapa pia lengo langu likawa ni lile. Niweze kupata pesa ili niweze kufungua. Okay. Na una mpango kufungulia restaurant wapi? Angalia mkoa ambao bado hujafanya research. Lakini kwa gharama ambazo nadhani unazihitaji, pesa shilingi ngapi ambazo utazihitaji ili kuweza kufanikisha kufanya mradi wako wa chakula? Yaani kama mtaji. Angalau ni hata na milioni 5 hivi 6. Okay. Kwa hiyo tofauti na mkataba huu ambao upo sasa, umeanza mkataba wa 3. Huu ndio utakuwa mkataba wako wa mwisho ama una mpango wa kurenew tena kwa mara nyingine? Taongeza mwingine mmoja. Okay. Hongera, unaonekana unaipenda sana kazi yako. Yaani I like the smile ambayo upo nayo usoni. Kazi lazima hasa bila kuipenda kazi unaifanyaje? Ndio wale wanafanya tu ili mradi.
Ukifanya ili mradi yani ndo pale sasa unaona kazi inakuwa ngumu. Yaani mimi nilichofurahi ni kwamba umefanya kazi mwaka mzima ukaisha na bosi akatamani kurenew. Lakini pia ulipofika mkataba wa 3 bado yani bosi wako ni mtu ambaye amenyoka, yani hana shida, akasema tu yeye nitalipa nitarenew na amina kama yuko ready kuendelea. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli unaonyesha ulifanya majukumu yake vile ambavyo anahitaji. Sasa kwa mara nyingi wadada wanapokuja hapa tunapataga pia nafasi ya kuwapigia mabosi zao. Nitajaribu kumpigia pia madam kama ataweza kupokea ili akupe feedback zako na review ya hiyo miaka 2 ambayo umefanya naye kazi. Akwambie tu kama kuna chochote, kama kuna sifa kama ni nzuri ama za kuboresha. Lengo ni kujifunza kwa sababu kesho na kesho kutwa hata kama sio kwenye mikataba na Wadada Center bado maisha yatakuhitaji kuwa mtu mwema, mtu bora, na ndio dhumuni haswa la mradi wa Wadada Center. Kwa hiyo hongera sana, hongera tena. Na labda kwa kituo, una nini cha kusema kwa kituo chako, kituo hiki cha Wadada Center cha haki za wanawake? Yani hiki kituo kwangu mimi binafsi ni kama nguzo. Yani kama nguzo, yani huko nyuma kabla sijaja hapa nilikuwa sifikiria hata nini cha kufanya. Lakini baada ya kuona matangazo yenu nikasema basi acha nitumie hii nafasi kama nguzo yangu. Okay. Na unawaambia nini wadada, wasichana ambao wanajitafuta, wana ndoto lakini wapo bado kwenye mitaa, wengine ndo kama hivyo wanafuatilia tu kwenye social platforms, wanaangalia vitu vichekesho, vitu vya maana. Unawashauri nini watu ambao bado wanajitafuta, wana ndoto kubwa, wanahitaji mitaji lakini bado hawajajipata? Na washauri wakaribia Wadada Center. Mimi pia nawakaribisha sana. Wakaribie kabisa. Lakini pia wewe wapambanaji. Ukiwa unaangalia tu hivi mitandaoni, unaweza usiamini kama kitu, unaweza kusema kitu sio cha kweli. Lakini inabidi ufike. Kama huna cha kufanya inabidi ufike. Nafasi ziko nyingi. Kwa hiyo nawakaribisha sana Wadada Center. Haya, lakini na mimi pia niwashauri kwa niaba yako kwamba sio tu kuja Wadada Center, wawe na hiyo spirit ya upambanaji, mtu mwenye malengo, unajiwekea targets zako na unazifuata na unahakikisha kwamba umezitekeleza. Kwa kufanyaje? Kwa kuonyesha thamani kwenye kazi yako unayoifanya ili uweze kupata pesa. Uweze kulipwa tu bila kuonyesha thamani, bila kuweka kitu mezani. Kitu gani unaweka? Kazi yako, ubora wa kazi yako ndo unaokulipa. Kwa hiyo wewe leo hii kinachokulipa mpaka unaanza kutengeneza hizo milioni zako 6 ni wewe umejiposition kupata pesa. Na ndio maana madam wetu mkurugenzi, Madam Joyce, akatengeneza hii miongozo. Kwa sababu gani? Hii inawasaidia watu wote ambao wana malengo ya kuweza kukua. Na wewe uzuri umefanya kazi na sisi. Sasa utaenda kuwa mwaka wako wa 3. Ndio. Ukimaliza una mpango wa kuongeza mkataba mwingine, una chance ya kuongeza. Yaani mtu anaitumia mwongozo kwa mwaka mzima, maana yake mwaka unaofuata wewe unabidi ulipe kama professional. Sasa mwongozo mtu anaupata kwa shilingi 50 tu kama iko ndani ya mradi, lakini mtu anaona kuongeza maarifa ni kama gharama kubwa sana ambayo yeye hawezi kuingia. Akati hapa ndiko ambako yeye panaweza kumtengenezea madini makubwa sana. Kwa hiyo hiki ni cha muhimu sana kwa mtu ambaye ana ndoto, anatamani kufanikiwa. Na sio hiki tu, kuna hiki kingine anacho cha maendeleo ni mimi. Hichi sasa ni kitabu ambacho kimeandika historia halisi ya mtu ambaye amevuka kutoka kwenye hali ya chini, kwa maana yameanzia chini kabisa kuwa dada wa kazi mpaka baadaye akaja kuwa CEO. Lakini pia hichi sio tu kwamba ni historia, ni mwongozo au dira ya mtu ambaye anajitafuta, mtu mpambanaji, mtu ambaye hatamani kuwa tegemezi wala hatamani kulaumu mtu yoyote yule kwa sababu ya umaskini. Yaani kiufupi mtu anayekimbia umaskini anatamani pesa. Hichi kitabu hapa kinamfaa sana. Kwa hiyo watu kama nyie mna ndoto, muongeze maarifa. Si mnaona duniani wanasema watu gani wenye akili zaidi? Watu wanaosoma vitabu. Huwezi kukuta mtu mwenye akili, mwenye hela asiwe tu ni mtu anayependa kusoma. Anaingiza vitu kichwani, vitu vinavyotoka vinatokea ndani, maana yake usitegemee utatoa kitu kama hujaingiza kitu. Si ndio? Haya, basi tutamsikiliza madam hapa, tumpigie kama atapokea, alafu aseme feedback zake. Jamani, ndo simu ya ofisi sio na salio. Hii mbona nifedhea? Kwa nini sikuiona? Hello madam, habari? Salama, habari? Salama madam. Unazungumza na Akila kutoka Wadada Center hapa? Ndio. Ndio madam, nimekupigia nikiwa hapa niko na dada Halima. Ndio. Huwa mara nyingi wakija kwenye hizi contents za kumaliza
mkataba wao, tunafanya kipindi, tunazungumza nao, tunawapongeza, tunaendelea kuwatia moyo wazidi kufanya vizuri, kuendelea kuwa wapambanaji, hasa kwa wao ambao wanakuwa wana renew mikataba. Lakini pia mara nyingi tunamtafuta pia na mwajiri wake mbele ya dada hapa, ili awe anasikia review zake, wapi amefanya vizuri, wapi aboreshe. Kwa sababu tofauti tu na kwamba atafanya kazi nyumbani kwako akamaliza, pia ni mtu ambaye baadaye atategemea kuja kujitegemea kwenye vitu vyake binafsi. Nadhani ni vitu gani ambavyo labda kwako alikuwa anafanya vizuri, lakini ni wapi ambako aboreshe kwenye majukumu yake, lakini pia as a person tu personalities zake, kitu gani ambacho akiweke sawa ili aweze kufanikiwa zaidi kwenye maisha yake. Mimi naona iko vizuri. Sana tu. Kwa upande wa watoto iko vizuri, usafi iko vizuri, kupika iko vizuri. Nidhamu yake? Nidhamu. Nidhamu pia iko vizuri. Okay. Sawa, na ni kitu gani ambacho labda aboreshe? Kama kuboresha, kaboresha sana ise. Kwa hiyo hakuna tena cha kuboresha? Yaani kaboresha sana. Okay. Iko vizuri kwa kweli. Sawa. Kwa sababu I was interested, nikasema huyu madam ameshafanya sasa hivi, sasa huyu ni mkataba wa 3 na huyu dada. Ni very rare kumkuta mwajiri bado anakuwa comfortable kutamani kurenew mkataba afanye na huyo dada. Kwa hiyo nikasema pia natamani kwamba upokee simu, uzuri ukaipokea, ili kwamba tupate sifa za dada Halima hapa. Iko vizuri sana. Okay, hongera sana madam. Pia na majukumu yake, asante. Tunashukuru sana pia kwa kuweza kukaa na dada yetu sasa kwa miaka 2, na tunawatakia safari nyingine njema ya huu mwaka. Tutazidi kuwasiliana kama kawaida. Asante. Asante sana madam kwa kuendelea pia kutusaidia katika kumkuza na kumfanya akawa bora zaidi. Asante, kazi njema. Asante. Hapo na wewe tuambie kitu gani ambacho unajivunia kutoka kwa bosi wako, labda umejifunza kitu gani? Bosi wangu bana, kwa mfano kama kitu ukiwa hukijui, yani anakuelekeza vizuri. Na akisha kuelekeza, yani mimi napendaga kitu kimoja. Akisha kuelekeza kitu, kesho yake anakuambia kanifanyia kitu kama kile ulichokifanya jana. Yani mimi hapo najivunia sana yeye. Anakuelekeza na anakupa chance ya kujaribu. Sio mchoyo hivyo. Yani akisha kuelekeza kile kitu ulikuwa hujui, afu anakuambia Halima nifanyia kitu fulani, unajua kabisa hiki kitu tulifanya naye. Kwa hiyo yani anataka ujifunze. Kwa mfano kitu gani ambacho umejifunza, ukitolea mfano wa kitu kimoja kikubwa ambacho? Kwa mfano kitu ambacho nimejifunza kitu gani? Kupika. Kwenye kupika. Kitu ambacho kwa mfano mimi nilipofika pale kwake, anapenda sana kula vyakula vya baharini, tuseme seafoods hizo. Mimi nilikuwa sijai kupika. Umeona? Lakini siku kupitia yeye akiwa anapika, na wewe unakuepo uko pale pale. Anapopika pale, ana viungo anavyoweka pale, kila kitu yani unakuwa unajifunza kutoka kwake. Baada ya hapo sasa inakuwa kazi ni kwako. Ni wewe sasa kufanya mazoezi ya Kwa mwisho siku nilikuwa najua. Hongera mno. Hongera pia kwa hizi sifa nzuri ambazo unazipata kutoka kwa mwajiri wako. Ni sifa za thamani. Yaani hii ndio tunayoita thamani. Ndio inayokusababisha wewe leo hii bosi wako haoni shida kurenew contract na kukulipa. Yana sidhani kama ni mtu ambaye ni mbabaishaji kwenye kukupa pesa yako. Hapana, sio mbabaishaji. Ni kwa nini na yeye anafanya pati yake? Ni kwa sababu amepata mtu ambaye ameweza kuonyesha thamani na kumtatulia changamoto ambazo zimemsababisha akakutafuta wewe. Unaelewa? Kwa hiyo nikupe maua yako mengi. Hongera pia kwa kukiwakilisha vyema kituo chetu. Endelea kuwa mtu mwema, fanya majukumu yako vizuri kwenye huu mkataba, lakini pia kama utakuja kurenew mkataba wa 4 karibu. Kama ikitokea umemaliza mkataba ukasema umefikia malengo yako pia sawa, yani hichi kituo kipo kwa ajili ya kukukaribisha kila wakati ambao wewe utakuwa unahitaji kurudi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kapambane. Mambo mengi madam huwa anayaongea pia kwenye contents mbalimbali ambazo huwa anazitengeneza, lakini anaendelea kusisitiza thamani. Yani thamani ndio inayokuuza wewe. Yani kama hivi, yani uzika basi, angalau mtu asianze kuona kama vile tu basi natoa hela tu basi, lakini kama hivi unamwona kabisa bosi wako anasema yani huyo kashajiboresha mpaka mwisho, yani umeshafanya vile anavyovitaka.
Unaelewa kwa hiyo endelea kuwa mtu bora zaidi, na kila siku usibakie kuwa, yani muonyeshe another taste of you, akuone Halima wa tofauti kwenye kazi zake. Vitu vipya vingi vipo mtandaoni, kama hivi materials, kama hizi mwongozo. Sawa? Kwa hiyo ingia jifunze. Na ukishamuona ni mtu anapenda seafoods, wewe inawezekana amekufundisha yeye anavyopenda. Lakini siku nyingine unachukua hata kidogo, unaambia madam natamani nikuonyeshe tu namna nyingine nimejifunza kutengeneza hiyo seafood. Na unamtengenezea anaipenda. Asipoipenda basi unajifunza kingine hivyo. Sawa? Sawa. Haya, karibu sana. Asante sana. Haya, nimefurahi kufanya kipindi na wewe. Mimi pia nimefurahi. Karibu sana Wadada Center. Asante sana. Haya.